Karibu mtazamaji wa TAKUKURU TV kwenye kipindi Wadau Wetu. Kipindi hiki kinashirikisha wadau mbalimbali kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na kipindi hiki kinakujia kupitia TAKUKURU TV na kurushwa kila Alhamis. Karibu sana kwenye kipindi cha leo, na leo mtazamaji, tupo tofauti kidogo, kwani TAKUKURU, yani taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, imepokea wageni. Ni wageni gani? Utawaona kwenye kipindi hiki. Mtazamaji, wageni hawa wamekwenda na kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila jijini Dodoma. Na wamezungumza nini? Tusikie kidogo kutoka kwa mkurugenzi mkuu akizungumza na wageni hawa. Mimi niwapongeze sana PPD kwa kazi mnayoifanya, kama ambavyo mkurugenzi umetueleza. Kwa kweli mnafanya mambo mengi makubwa sana kwa maslahi ya taifa letu. Hongereni sana. Na tunafurahi sana jinsi ambavyo mnashirikiana kwa karibu sana ofisi yetu ya Singida. Tumekuwa tukifuatilia na hata jana tuliwaona pale mkipatiwa semina na watumishi wenzetu wa TAKUKURU pale Singida. Kwa kweli ni jambo jema sana. Mara nyingi sana ungetegemea taasisi kama yenu inayojumuisha watu wenye ulemavu pengine ingejielekeza zaidi kwenye shughuli za kiuchumi za kiuchumi ili walau kuweza kupata mapato kukidhi haja na mahitaji mbalimbali. Lakini nyinyi kwa kweli kwa uzalendo mkaona hebu na nyinyi muone namna gani mnatoa mchango wenu katika mapambano dhidi ya rushwa. Sababu kwa kweli rushwa ni jambo baya, ni balaa kubwa sana. Mwalimu Nyerere alituambia tangu zamani kule kwamba rushwa ni adui wa haki. Sasa miaka inapokwenda tunakuja kubaini si haki pekee yake, rushwa ni adui wa maendeleo. Lakini tunapokuwa na ushirikiano mzuri na wadau mbalimbali ikiwemo taasisi kama yenu, kwa kweli inatusaidia sana. Na mtazamaji, kama ulivyoona mkurugenzi mkuu akizungumza na wageni kutoka Patronage for Persons with Disability ambao walikuja kuzungumza na mkurugenzi mkuu kuona na kuunga mkono mapambano dhidi ya rushwa, kueleza ni namna gani na wao wanashiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na hapa nazungumza na mkurugenzi mtendaji wa PPD ambaye anaanza kwa kujitambulisha mwenyewe. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina anaitwa Ramadhani Maulidi Mrisho. Kama alivyokwisha kunitambulisha, ndo mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Patronage for Persons with Disability ama PPD Tanzania. PPD Tanzania. Na kama tulivyomsikiza mkurugenzi mkuu na nyie pia mmesisitiza sana kuzuia rushwa, ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Sasa labda mueleze mtazamaji ni majukumu gani PPD wanafanya? Asante sana. Sisi kama Patronage for Persons with Disability tunashirikiana kikamilifu na taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa nchini ama TAKUKURU katika kutoa elimu ya namna ya kudhibiti vitendo ama viashiria vyovyote vinavyohusu ukiukwaji ama utoaji wa rushwa kwa wananchi hapa nchini. Kama ambavyo tumekwisha sema, PPD haimaanishi kwamba inatoka Singida peke yake. Katika muktadha wa utekelezaji wa majukumu yetu, taasisi hii ya Patronage for Persons with Disability inatekeleza shughuli zake katika mikoa yote ya Tanzania bara. Hivyo basi, kwa kushirikiana na taasisi yetu ya kupambana na kudhibiti na rushwa nchini, tumeendelea kutoa elimu kupitia majukwaa mbalimbali na kuwafikia wananchi kuhakikisha kwamba ni kwa namna gani wanapata uelewa wa namna ya kudhibiti na namna ya kujua athari za utoaji wa rushwa na madhara ya rushwa. Kwa hiyo rushwa ukitazama kwa jicho la pili, si tu kwamba inaenda kuathiri uchumi wa nchi hii tu, uchumi wa mtu mmoja, lakini kwenda pia kusababisha vifo pale ambapo inaweza kutumika. Sasa ni namna gani nyinyi kama PPD mnashirikisha wanachama wenu ili waweze kufahamu madhara ya vitendo vya rushwa, na ni namna gani wanaweza kushiriki kupambana navyo na kuvizuia? Kwanza, wanachama wetu ama watu wenye ulemavu wameendelea kushirikishwa kikamilifu kwenye upatikanaji wa elimu dhidi ya mapambano na rushwa kutoka kwenye ofisi ya TAKUKURU nchini. Kupitia majukwaa yetu, makundi yetu yamekuwa yakinufaika na elimu kutoka taasisi ya mapambano ya kudhibiti na kuzuia rushwa nchini TAKUKURU, na wao baada ya kupata elimu ile wanaenda kuwa mabalozi kwa watu wenye ulemavu, lakini kwa jamii inayowazunguka. Kwa tunapata kwanza elimu kutoka TAKUKURU, lakini baada ya kupata elimu hiyo tunaipeleka kwa walaji wa huduma ambao ni wawakilishi wetu watu wenye ulemavu, lakini pia kwa wananchi wengine ambao tunaishi nao. Kwa hiyo mnaandaa ni makongamano, warsha
tumekuwa tukiandaa hasa makongamano, lakini pia tumekuwa tukifanya hizi warsha, na sasa tunakwenda kufanya bonanza. Tumekubaliana kwenda kufanya bonanza kubwa, kwa maana kuwashirikisha sasa kwenye bonanza. Muktadha wake ni kwamba unashirikisha wenye ulemavu na waalikwa ambao sio wenye ulemavu kwa pamoja kuja kujifunza mapambano dhidi ya rushwa. Tarehe 29 mwaka huu 2026 mmekwenda kwenye ofisi za TAKUKURU makao makuu jijini Dodoma. Lengo la kwenda kwenye ofisi hizo na kuonana na mkurugenzi mkuu ilikuwa ni nini? Kwanza ilikuwa ni kufikisha salamu za upendo kutoka kwa watu wenye ulemavu kwa kutambua juhudi zinazofanywa na taasisi hii hapa nchini. Kwa miaka ya hivi karibuni tumeona namna ambavyo taasisi ya TAKUKURU nchini ikiendelea kutekeleza majukumu yake kwa uweledi zaidi, na sisi kama watu wenye ulemavu tumeguswa zaidi, hasa kwa hii miaka miwili, kwa namna ambavyo TAKUKURU wameenda kutoa elimu kwa watu wenye ulemavu katika ngazi za kila halmashauri. Hatua hiyo imekuwa ni mwarobaini wa kwenda kujibu kiu na haja za watu wengi wenye ulemavu nchini. Kwanza kuipeleka TAKUKURU chini, kuifikisha kwa wenyewe wenye uhitaji, watu wenye ulemavu. Tulikuwa tukiona TAKUKURU ikienda kwenye makundi mbalimbali. Tunaona TAKUKURU imeenda kwenye mashule kwa ngazi zote, kwa maana shule za msingi tuna vilabu, sekondari tuna vilabu, hali kadhalika vyuo vya kati. Lakini imekuwa na majukwaa mengine ya vijana katika maeneo mbalimbali. Hatukusikia kwenye watu wenye ulemavu. Kwa TAKUKURU kwa hii miaka hivi karibuni imekwenda sasa kushirikiana moja kwa moja na watu wenye ulemavu kuanzia ngazi ya halmashauri. Na kwetu kama Singida imekuwa faida nyingine kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 26 ambao zilipita katika mkoa wa Singida kuanzia tarehe 19 na kuhitimisha mbio zake tarehe 25. Mnamo tarehe 23 tulizindua klabu maalum ya kupinga rushwa ya watu wenye ulemavu wa ngozi, ama sisi tunapenda kuita albinism. Hii ni watu wakubwa sana ambao TAKUKURU nchini imefanya, na tumeona tuseme, kwa sababu tunaona huu ni mwanzo, na sasa TAKUKURU itakwenda kuwafikia na kuunda vilabu vingine katika kila halmashauri hapa nchini. Wito wangu kwa wananchi wote wananisikiliza kupitia TAKUKURU TV, kwa wananchi wote, kwanza tuishi huo wajibu, tuiishi kauli mbiu ya TAKUKURU: kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kila mwananchi ashirikiane kikamilifu na taasisi hii ya TAKUKURU nchini, kuanzia ngazi za kila halmashauri. Wananchi huko waliko wafike katika ofisi za TAKUKURU, wafike kutoa taarifa zenye viashiria vya rushwa, kwani taasisi yetu ya TAKUKURU milango yake iko wazi kwa mwananchi yeyote. Kwa wasisite kufika TAKUKURU. Na mtazamaji, hadi hapo ndo tumefika mwisho wa kipindi hiki, na kama ulivyomsikiliza mshiriki wetu siku ya leo, ametuambia kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Na wajibu huu upoje? Unaweza kukataa kupokea vitendo vya rushwa, unaweza kukemea vitendo vya rushwa popote utakavyokutana napo. Pia unaweza kutoa taarifa kwenye ofisi za TAKUKURU zozote zilizo karibu na wewe. Hadi wakati mwingine, na kuaga, mimi ni Eldora Liwa. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu, na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.